Hallelujah. Yes. Sisi tunasonga mbele, haturudi nyuma. Ni wakati mwingine nitazungumzia ujumbe unaosema mpaka kuhani aseme. Mpaka kuhani aseme. Unisikilize kwa makini na tuende pamoja. Mpaka kuhani aseme. Mpaka kuhani aseme. Ujumbe unasema mpaka kuhani aseme. Nitakwenda kwa haraka na baada ya hapo nitakuacha kwa sababu sina mambo mengi leo. Mpaka kuhani aseme. Ninaposema mpaka kuhani aseme, ni kitu gani ambacho tunatakiwa kujifunza kutoka ndani ya ujumbe huu? Mpaka kuhani aseme. Mpaka kuhani aseme. Nataka nikufundishe jambo la msingi sana. Unajua wanadamu tumekuwa ni watu ambao tunaamini katika imani hafifu na mbovu. Watu wengi wanaamini ya kwamba hata bila makuhani Mungu anaweza akasema na mtu. Hicho ni kitu ambacho hakipo. Ingekuwa ni hivyo, singekuwa na sababu kuwaweka makuhani. Kwa sababu maandiko yanasema awapokeaye ninyi anipokea mimi. Ni wazi kabisa kwamba tunaweza tukazungumza na Mungu kupitia makuhani. Maanake unapopishana na makuhani umepishana na Mungu. Hili leo nataka nikupe kabisa. Watu wengi wamekuwa wakifikiri kwamba hata bila kuhani Mungu anaweza akanisikiliza. Hakuna. Hilo ni kukatisha tamaa na wala halipo. Wale wa rohoni wananielewa. Ingekuwa ni hivyo, singekuwa na sababu ya kuweko manabii, mitume, wainjilisti, wachungaji, walimu. Kusingekuwa na sababu. Ndio maana hata Yesu akasema atakayewapokea ninyi amenipokea, na atakayewakataa amenikataa. Na yule atakayenipokea mimi, Yesu anasema pokea yeye aliyenipeleka. Maana yake kuna vitu ambavyo hata kama ukifanya nini uwezi ukaviona pasipo kuhani. Na ndio maana ili wana wa Israeli waondoke kule katika nchi ya Misri, iliwezekana hata wao kujiongoza. Wakapewa maelekezo, lakini ilibidi mpaka kuhani alipo Musa. Kumbe kuna wakati ili ufike mahala panamhitaji kuhani. Mpaka kuhani aseme nenda. Mpaka kuhani aseme umefunguliwa. Na ndio maana Yesu akasema, nisikilize kwa makini sababu wasibatishi. Ndio maana Yesu akasema, enendeni ulimwenguni mkawafanye. Maana yake ni kwamba ili wawe wanafunzi wangu, inatakiwa ninyi makuhani mkawafanye wawe wanafunzi. Haleluya. Amen. Kusingekuwa na sababu ya Yesu kuwaagiza wale tenashara kwenda ulimwenguni kama ingekuwa kuna uwezekano wa kila mtu kujigeuza mwenyewe na yeye mwenyewe binafsi kuwa mwanafunzi wa Yesu. Sasa hili nataka nikuonyeshe jambo moja kwako. Unapokuwa mwenyewe wewe kama wewe, kuna baadhi ya mambo yataonekana, lakini mengi ya mambo hayatadhihirika. Si kama naeleweka? Ili yadhihirike anatakiwa kuhani aviamuru vionekane, au aombe kwa niaba yako, aombe kwa ajili yako ndio vionekane. Pamoja na kwamba Dorcas alikuwa ni mpendwa, ni mcha Mungu, lakini alikufa. Maandiko yanasema alikuwa na matendo mema mbele za Bwana, na sadaka alizozitoa ziliongea mbele za Mungu, lakini haikusaidia yeye kufufuka. Ukisoma pale maandiko yanasema kuhani mmoja anaitwa Petro akasogea kwenda mahala pale katika mji huo unaitwa Yafa. Kipindi hicho Petro alikuwa leader kwenda kumponya mtu mmoja anaitwa Ainea, alikuwa amepooza miaka 8. Waliposikia zile habari, watakatifu wa Yafa wakatuma watu kwenda kumwita kuhani. Lakini hawa watu wanaowatuma hawa wengine kwenda kumtafuta kuhani nao ni watakatifu. Sasa nataka ujifunze kitu. Yawezekana nikawa muumini mtakatifu mzuri, mwana maombi mzuri, lakini bila Petro kuna vitu sitaviona. Amen.
Naeleweka? Yawezekana nikawa ni mtu safi, ni mimi naabudu vizuri, niko safi mbele za Mungu, ni mtakatifu kawaida kabisa, lakini bado Mungu ataniambia kuna mambo ili uyaone mpaka kuhani aseme. Na kuhani huyo ni nani? Sasa mtu huyo amekufa, ni mtakatifu. Na kumbuka, na hawa pia walioagizwa ni miongoni mwa wana maombi na watu wanaomcha Mungu, lakini alikufa pia ni mtakatifu. Ila ili afufuke, sio kwa sababu hawa watu ni watakatifu ndio wanaweza kuomba. Naamini waliomba, lakini haikuonekana. Waliposikia Petro yuko mahala, na kwa kuwa wana habari zake na wanajua huyu si mtakatifu tu, ni kuhani. Unajua kuna watakatifu lakini kuna makuhani. Haleluya. Kuna watakatifu na ni makuhani, lakini kuna watakatifu. Na ndio maana sio kila mtu kwenye Biblia anaitwa kuhani. Utasikia tuna watakatifu fulani, watakatifu fulani, lakini makuhani walihesabika fulani fulani fulani. Kuhani ni kitu kingine. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni fimbo ya mtu anayopewa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ndio maana hata Mungu akamwambia Musa, waandae familia ya Haruni pamoja na Haruni na watu wake, kwa sababu nataka niwatenge kwa ajili ya kazi ya ukuhani. Lakini kimsingi Israeli wote ni watakatifu, ila hawa watu wanatengwa kwa ajili ya kazi ya nini? Mtu huyo amekufa, ni mtakatifu, lakini ilipaswa ili aweze kufufuka lazima kwanza kuhani aseme Dorcas inuka. Sijui kama unaelewa. Wewe ni mwana maombi, wewe ni mtakatifu, lakini kama kuna mambo hayawezi bila mama kukwambia yawezekana. Pamoja na kwamba wewe ni mtakatifu, bila yeye kusema kafanikiwe, kawe hautaona. Kwa sababu kuna maeneo ambayo yanamhitaji kuhani aseme. Unaomba ndio, lakini kuna sekta zinamhitaji kuhani aseme ndipo zikae sawa. Kuna sehemu anatakiwa kuhani aongee ndipo hayo mambo yaweze kudhihirika. Pamoja na kwamba mwanamke mmoja huyu ni mwanamama ambaye aliolewa, mume wake alitoka katika wale ukoo wa wana wa manabii, huwa namzungumzia mara kwa mara. Mwanamke huyu ana madeni, lakini pamoja na kwamba ni mtakatifu na mume wake aliyekufa ni mmoja wa miongoni mwa manabii, anasema na mwanamke mmoja aliyekuwa ameolewa au yuko ndani ya familia ya wana wa manabii alikuwa ni mchawi, na mwanamama huyo alikuwa kidaiwa madeni. Sasa haimaanishi kwa kuwa alikuwa ni mume wa nabii, haimaanishi kwa kuwa wewe ni mke wa fulani, ni mume wa fulani, ni mtakatifu basi ufanikiwe kwa sababu ulikuwa ni mke au ni mume au sasa wewe uko kwenye familia ya kitakatifu. Hapana. Kuna mambo yanahitaji kuhani aseme. Mtaomba kweli, mtashikana mikono, mnaweka duara familia, lakini bado jambo hilo si la kweli mpaka kuhani aje aongee ndipo lionekane. Sasa hii ndio sababu ya watumishi kuwekwa au makuhani kuwekwa, kwa sababu Mungu aliwaweka kwa lengo ya kwamba kuna mambo hayataenda mpaka makuhani waseme. Kuna vitu havitawezekana mpaka makuhani waseme. Tazama, huyu ni kiwete amekaa mlangoni pa hema, watakatifu wanaingia na kutoka, yeye amekaa pale nje. Kumbuka na hawa watu wanaoingia ndani na kutoka sio mataifa, ni watakatifu, lakini miongoni mwao hajaonekana kuhani wa kumwambia kiwete simama, mpaka walipofika makuhani wawili Petro na Yohana wakamwambia wazi, aisee, sisi hatuna fedha wala dhahabu ya kukupa, lakini tulicho nacho ni neno la ukuhani. Kwa sababu wewe haujasimama, sio kwa sababu uko tu kanisani ndio ikufanye usimame. Yawezekana umeanza kuja hapa lakini bado wewe ni kiwete. Yawezekana kila siku unakaa kanisani lakini wewe bado ni kiwete. Hiyo haimaanishi kwamba kwa kuwa niko kanisani basi ndio utafanikiwa. Hapana. Kiwete huyo alikuwa kikaa mlangoni pa hema, mfano wa hapo getini, waingiao na kutoka humpa sadaka, lakini bado hafanikiwi. Haijamfanya simame. Kumbe haimaanishi kwa kuwa hawa watakatifu walikuwa wakiingia ndani ya hema wakanena kwa lugha, wakaomba sana,
na yakini walikuwa wakiomba pia na kuwaombea wasiojiweza, ikiwemo viwete, na kiwete yuko hapo toka kuzaliwa, ikiwa wagonjwa na watu mbalimbali. Lakini bado kiwete huyu, pamoja na kwamba yuko mahala ambako anayasikia na maombi, acha wale waliolazwa wodini, huyu anayasikia kabisa karibu, lakini bado ni kiwete. Kumbe haimaanishi kwa kuwa unaingia kanisani basi ufanikiwe tu kwa kuwa wewe unaomba. Hapana, kuna wakati ili ukiwete uondoke, wanatakiwa makuhani fulani waje waseme ukiwete ondoka, ndipo mtu huyu asimame, au ndipo familia yako itoke kwenye maskini. Kuna kuhani, sio tu kwa sababu wewe umeokoka uombe juu maskini uondoke. Kuna wakati anatakiwa kuhani au kemeo maskini, sio kwa sababu hawa ni wanafunzi wa Yesu basi waiamuru bahari ile dhoruba itulie. Hapana, kuhani alikuwa ni mmoja tu, anaitwa Yesu. Maandiko yanasema alikuwa amejilaza amepumzika. Walipoona upepo mkali na mawimbi wakaanza kupiga yowe, wakamwamsha Yesu, je, hauoni ya kwamba tunaangamia? Hili swala kwako si kitu? Akamwambia, mbona mna mashaka? Yeye akaukemea upepo, kukawa shwari kuu. Kumbe kuna wakati kuhani anatakiwa aseme, sio kwa sababu tu wewe ni mtakatifu basi kila jambo litafanikiwa. Hapana, kuna maeneo sio ya kwako, ni ya kuhani. Kwa hiyo lazima uishi vizuri na makuhani, kwa sababu wana vitu vyako ndani yao, wana neno lako ndani yao, wana kufunguliwa kwako ndani yao. Kwa hiyo ndio maana Yesu akatumia kitu kizuri sana, akasema awapokea ninyi alipokea, kwa sababu ninyi ni sawa na benki iliyohifadhi mafanikio yao. Kwa hiyo wao watakuja kudraw kwenu watakapowaamini na kuwaheshimu. Maana yake watakuwa wameniamini mimi niliyowatuma, watakuwa wameniheshimu mimi niliyowatuma nini. Haleluya. Nani ananielewa? Nani ananielewa? Kuna wakati sio kwa sababu hawa watu ni wana wa Israeli basi wakifika tu kwenye bahari ya Shamu igawanyike. Hapana, ili igawanyike, pamoja na kwamba hawa watu ni taifa la nani? Ni taifa la nani? Sio kwa sababu hawa ni Israeli basi ndio wafuke tu au bahari igawanyike kwa sababu wameiona mbele. Ilipaswa Musa awepo, kwa sababu jambo hilo kuhusu bahari halikuwa jambo lao, lilikuwa ni shughuli ya Musa. Alipaswa kuhani kuwepo ndipo bahari iweze kugawanyika. Kumbe kuna wakati utapigana vita. Bahari ni sawa na vita. Bahari ya Shamu ni sawa na vita. Kwa tafsiri ya leo, iko mbele yako na kuzuia usiende mbele, usivuke ng'ambo. Haleluya. Inakuzuia usivuke ng'ambo, lakini haimaanishi kwa kuwa wewe unajua kuomba au unapigana vita kwa sababu tumekufundisha kuomba basi kila vita iondoke. Hapana, kuna wakati unapaswa kumwambia Mungu, najua yuko Musa wa hii vita, wa hii bahari ya kiroho. Yeye ndiye aliyempa fimbo kwa ajili ya kuigawanya ili ipite. Muandae Bwana na umwambie seme, maana yeye ndiye kuhani anayetakiwa kusema juu ya bahari hii. Musa aliposimama akasema, bahari ikagawanyika. Alafu hawa kondoo wa Bwana wakapita katikati ya bahari. Lakini kumbe tunafundishwa leo ya kwamba ilipaswa kuhani awepo, na kuhani huyo anaitwa Musa. Kumbe Mungu aliona mbali sana, aliona mbali sana. Aliona hawa watu ninaweza nikawaondoa wao kama wao, na wakaondoka vizuri kabisa. Lakini kuna vitu au kuna mahala au maeneo hawataweza kuyashinda nisipowapa kuhani. Pamoja na kwamba ina uwezo wa kuwaambia wao kama wao waondoke waende na mpaka watafika, lakini kuna maeneo hawatayaweza. Ndio maana kanisa lipo, lakini bila kuhani au makuhani maana yake halitaweza kuongozwa. Pamoja na kwamba Mungu amelichagua kanisa, lakini lazima aweke kuhani wa kuliongoza kanisa. Naongea na mtu. Maana yake watu hao wasingeweza, wangeiona ile bahari, maana yake ni kwamba wangerudi tu nyuma ili wakutane na au wa Misri warudi tena wakae watu. Kwa sababu hata hivyo walianza kulalamika, kunung'unika mbele ya Musa. Wanamwambia ni heri ungetuacha kule. Lakini kwa kuwa huyu ni kuhani sio sawa na wao, akawaambia hii vita si ya kwenu, nyamazeni kimya na Bwana atawapigania.
nanyi mtauona wokovu wa Bwana siku ya leo, ya kwamba hawa wa Misri wanaofuata mtawaona tena. Lakini wao kama wao walishachoka wakakata tamaa. Kumbe kuna wakati ambao unahitaji kuhani, pamoja na kwamba unaomba sana. Kuna wakati ambao utakutana na bahari mbele. Kuokoka kwako na kuomba kwako utaona sasa, kumbe mimi bado sijakuwa. Utakata tamaa kabisa. Haleluya. Kwa hiyo lazima kuhani awepo ili aseme na hiyo bahari iliyoko mbele yako, aseme na hiyo Yeriko iliyoko mbele yako, aseme na huyo Goliathi iliyoko mbele yako. Amwambie Farao, waache watu wangu waende. Asipokuwepo kuhani wa kusema hivi wasingetoka. Pamoja na kwamba Mungu anataka watoe taifa lake utumwani, lakini angewatoaje bila kuhani? Ilibidi amtafute kuhani. Kuhani huyu amekuwa mchunga kondoo porini. Haleluya, hajijui yeye ni nani. Mungu akamtokea kule. Alipomtokea akamwambia, nataka nikutume Misri, ukawatoe watu wangu, maana nimesikia kilio chao, kimenifikia masikioni mwangu. Na kwa sababu ya mateso ambao wanateswa na wasimamizi wa hao wa Misri, nataka nikutume. Musa akamwambia, mimi ni nani hasa hata nitume nikawatoe watu hao? Kimsingi jibu lilikuwa ni kwamba kwa sababu wewe ni kuhani. Haleluya. Kwa sababu wewe ni nani? Ni kuhani. Sio kila kitu kitawezekana kwa sababu naomba. Bado utarudi pale pale. Kuhani utamwatamia tu. Kuhani utamtegemea tu. Na sio kila mtumishi ni kuhani kwa ajili yako. Unisikilize kwa makini. Sio kila mtumishi ni kuhani kwako. Sio kama naeleweka? Haleluya. Sio kila mtumishi ni kuhani kwako. Na mimi sio kuhani kwa kila kanisa roho. Ni kuhani kwa ajili ya ushuhuda na mahala ambapo Mungu ataniambia wewe ni kuhani pia kwa ajili ya mahala fulani. Kwa hiyo sio kila sehemu nitakuwa kuhani wa pale. Kuna kuhani wa pale. Na ndio maana sio kila mtu alipotaka yeye baada ya Musa basi asimame tu awaambie wanaweza twendeni mimi naongoza. Alipotoka Musa, Mungu akaweka kuhani aliyechagua mwenyewe. Sio kila mmoja kwa kuwa alikuwa ni Israeli basi awe kuhani wa kuongoza wana wa Israeli. Hapana. Kuna makuhani maalum, yani ambao wanaandaliwa kwa ajili ya watu fulani. Wewe ushuhuda, maana yake mama huyu ndiye kuhani kwa ajili yako. Amen. Na ndio unayemwona hapo ndiye kuhani kwa ajili yako. Maana yake kuna wakati unatakiwa kujua sio kila mtumishi ni kuhani kwa ajili yako. Ni kuhani lakini si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya wengine. Haleluya. Unajua katika ile familia ya Lawi alikotoka Musa, haimaanishi alikuwa kwa Musa tu. Walikuwa kuna wengine wengi. Mungu angeweza kuchagua wengineo tu hata nje ya Musa. Lakini aliangalia anastahili kuwa kuhani. Na ndio maana akamwambia Musa, familia ambayo inastahili sio kila familia wote ni watakatifu, lakini sio kila familia watakuwa ni makuhani, ila ni familia ya Haruni. Kwa hiyo sio kila mtumishi ni kuhani kwa ajili yako. Ndio ni kuhani lakini sio kwa ajili yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kuna walioandaliwa maalum kuwa makuhani kwa ajili yako. Na hao ndio watakaosema kwa ajili yako. Haleluya. Hao ndio watakaosema kwa ajili yako. Nenda kitabu cha Yoshua sura ya 3. Yoshua ile sura ya 3. Kitabu cha Yoshua sura ya 3. Nitasoma anzia ule mstari wa 7. Mstari wa 7. Na kuendelea. Maandiko yanasema, Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na nani? Nilivyokuwa pamoja na nani? Haleluya. Hebu tusome wote kanisa wa mstari wa 7. Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe
kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Haleluya. Anachomaanisha Mungu ni nini? Ni kwamba Musa alikuwa ni kuhani, na kwa kuwa zamu yake niondoka, wewe umeshika zamu ya Musa. Manake kuhani ninayemwona sasa ni wewe. Kuhani sio hawa wana wa Israeli, ni wewe. Sasa hebu jiulize, kumbe kuna wakati ambao unatakiwa kujifunza. Uniangalie, unatakiwa kujifunza kwamba kwa nini Mungu anakuwa na kuhani. Anakuwa na kuhani kwa sababu ndiye anayemtazama. Kwa nini anamtazama kuhani? Kwa sababu kuhani anawatazama kondoo wake. Haleluya. Amen. Kuhani anawatazama nani? Kondoo wa Bwana. Ndio maana akasema hawa watu msiwaguse wala kuwadhuru wala kuwasema. Maana ni mboni ya nini? Mungu hasemi nitakuwa pamoja na Israeli, anasema nitakuwa pamoja na wewe. Nikiwa pamoja na wewe, nilikuwa pamoja na wao. Makuhani ni wa muhimu sana. Yaani ukubali ukatae. Ukikaa mwenyewe uwe na uhakika wa kutofika unapotaka kwenda. Yaani uwe na uhakika. Mimi wanasema tu wazi, uwe na uhakika wa kutofika. Sasa Mungu anamwambia Yoshua wazi kabisa ya kwamba Bwana akamwambia Yoshua, sio akamwambia Israeli, hivi leo nitaanza kukutukuza. Maana yake kukuinua mbele ya Israeli wote wapate kuchua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Sio nitakuwa pamoja na wao na wewe kama ambavyo nilikuwa pamoja na Musa. Maana yake na kuhani, sasa wewe ni kuhani. Makuhani wanatembea na Mungu 100%, na ikiwezekana zimezidi. Amen. Yaani kwa swala la kuhani ondoa mashaka. Kuhani anatembea na Mungu 100%. Haleluya. Watakatifu wanaweza wakatembea na sauti ya Mungu, wanatembea na roho wa Bwana, wanatembea na uwepo wa Mungu, lakini Mungu anatembea na makuhani. Sasa ukiwa kwa kuhani, na ndio maana wakawepo. Nataka nikupe maana kwa nini tupo. Haleluya. Kwa nini tupo? Ingekuwa sivyo, basi kila mmoja angeenda kwa namna yake na bado akafanikiwa na Mungu akambariki. Mstari wa 8. Maandiko yanasema, nawe uamuru hao makuhani wachukuao sanduku la agano, ukawaambie, mtakapofika ukingo wa maji ya Yordani, simameni katika Yordani. Kuna watu ambao walitengwa maalum kwa ajili ya kuibeba sanduku la agano. Sio kila mtu alilibeba, hapana. Kuna watu ambao Mungu aliwatenga, alafu akawatengeneza kuwa makuhani, kwa sababu chochote kitakatifu cha Mungu kina haki kwa kuhani au kuguswa na kuhani. Ndio maana ili hawa watu wawe na uhalali wa kuibeba sanduku la agano, kwanza walitakiwa wawe makuhani, kwa sababu kuhani ana uhalali na chochote cha Mungu, kukigusa, kukiombea, kukitamkia neno, hata kukibeba. Ana uhalali. Sasa ili watu hao wawe na uhalali, maana yake ni kwamba walitakiwa kuwa makuhani kwanza. Kwa hiyo walitengwa watu baadhi. Walitengwa watu baadhi kuwa makuhani kwa ajili ya sanduku la agano. Mstari wa 9. Lakini pamoja na hivyo, bado kuna kuhani wao aliye kiongozi. Yaani tuseme kuhani kiongozi, sio kuhani mkuu. Kuhani mkuu ni Mungu. Kuhani kiongozi wa hao makuhani wabebao sanduku la agano. Kumbe kuna makuhani aina mbili, unisikilize. Kuna makuhani aina mbili. Ndio maana maandiko yanasema ninyi ni mmetoka ndani ya ufalme mteule. Kuhani wa nini? Kuna makuhani aina mbili. Kuna makuhani kwa ajili ya vitu fulani au ya kitu fulani, na kuna makuhani kwa ajili ya hema, au kuna makuhani kwa ajili ya kuwaongoza kondoo. Hawa ni makuhani, lakini Mungu anamwambia Yoshua ambaye ni kuhani kiongozi, waamuru. Maana yake wako chini yake. Kwa tafsiri hiyo, yawezekana wewe ni kuhani
lakini hauwezi ukawa kuhani kama alivyo mama kuhani. Yaani kuhani wake sio wa kwako na hauwezi kulingana naye. Haleluya. Nataka kusikia mtu anasema amen. Amen. Sio basi mimi mama mzima nina miaka mingi, binti tu mzuri, afu nisimzidi. Hakuna. Wewe zeeka kimpango, lakini ukuhani alionao ni mkubwa. Sema amen. Haleluya. Amen. Hichi ni cheo ambacho Bwana anatoa. Mstari unaofuata wa 9. Basi Yoshua akawaambia wana wa Israeli, njooni huku mkayasikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Yoshua akasema, kwa jambo hili mtajua ya kuwa Mungu aliye hai yu kati yenu, na ya kuwa hatakosa kuwatoa mbele yenu Kanaani, Mhiti, Mhivi, Mperizi, Mgirigashi na Mwamori na Myebusi. Tazama, sanduku la agano la Bwana wa dunia yote linavuka mbele yenu na kuingia Yordani. Basi sasa twaeni watu 12 katika kabila za Israeli, kila kabila mtu mmoja. Itakuwa wakati nyayo za makuhani walichukuao sanduku la Bwana wa dunia yote zitakaposimama katika maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatendeka, maji yale yashukayo kutoka juu, nayo yatasimama kama chuguu. Haleluya. Hata ikawa hao watu walipotoka katika hema zao ili kuvuka Yordani, makuhani waliolichukua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Basi hao waliolichukua hilo sanduku walipofika Yordani, na nyayo za makuhani waliolichukua sanduku zilipopitiwa katika maji ya ukingoni, maana Yordani hujaa hata kingo zake na kufurika wakati wote wa mavuno, ndipo hayo maji yaliyoshuka kutoka juu yakasimama, yakainuka, yakawa chuguu mbali sana. Huko Adamu, kuna sehemu inaitwa Adamu, mji ule ulio karibu na Seratani. Anasema, na maji yale yaliyoteremkia bahari ya Araba, yani bahari ya chumvi, yakatindika kabisa, watu wakavuka kukabili Yeriko. Na hao makuhani walichukua sanduku la agano la Bwana wakasimama, haleluya, wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordani. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordani. Kumbe kuna wakati, nisikilize sasa, nataka kujifunza nini kupitia andiko hilo au kupitia sehemu hiyo tulikosoma. Kumbe kuna wakati, ili wewe uweze kuvuka mahala, lazima kwanza watangulie makuhani, alafu wewe ukanyage nyayo zao. Bado utarudi pale pale kwamba mpaka kuhani aseme. Unapokuwa nyuma yao ukawasikiliza, wanaponyanyua mguu na kanyaga, utavuka salama. Haleluya. Kumbe ili hawa watu wavuke na Yordani igawanyike kwa namna hiyo, walipita sawa na sehemu kavu, ulikuwa ni mto mkubwa kweli. Ili wapite bila shida, walipaswa makuhani watangulie. Kumbe kuna saa tunatakiwa tuwatangulize makuhani, tufuate nyuma, kwa sababu wao wanapotangulia ni sawa na wanasema, wanatengeneza njia, tunapita. Amen. Kuna vitu vinawahitaji makuhani. Hebu jiulize, singekuwa makuhani wakawa tu wana wa Israeli na sanduku lao, wangepita hapa? Wangekaa nalo? Haleluya. Wangekaa nalo? Mwambie jirani yako, wangekaa nalo. Live kabisa. Mwambie live. Haleluya. Wangekaa nalo. Kuna wakati unaweza ukawa ni mwana maombi, ni sawa na sanduku la agano, lakini usivuke mpaka makuhani wakutangulia. Haleluya. Mpaka makuhani wafanyaje? Tuseme leo hii sanduku la agano ni sawa na huduma walionayo, si ndio? Ni huduma walionayo, lakini wezi ukavuka mahala kwa sababu makuhani watakao tangulia ufuate nyayo zao.
Twende ile sura ya 10 Yoshua. Nataka pia nikuonyeshe jambo jingine hapo. Sitaenda sana, nitamaliza muda si mrefu. Yoshua ile sura ya 10. Nitaanza kusoma anzia ule mstari wa 7. Yoshua sura ya 10 mstari wa 7. Nitakwenda mpaka ule mstari wa 14. Maandiko yanasema kuanzia mstari wa 7. Basi Yoshua akakwea kutoka Gilgali, yeye na watu wa vita wote pamoja naye, na mashujaa wenye uwezo pia wote. Bwana akamwambia Yoshua, usiwache watu hao, kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mikononi mwako. Hapana mtu yeyote miongoni mwao atakaye simama mbele yako. Basi Yoshua akawafikiria ghafla, kwani alikwea kutoka Gilgali kwenda usiku kucha. Mstari wa 10. Haleluya. Niko na mtu. Bwana naye akawatapanya mbele ya Israeli, na Israeli akawaua uwaji ulio mkuu hapo Gibeoni. Akawafukuza waikimbilie hiyo njia ya kuelekea kwenda Beth-horon, na kuwapiga hata kufikiria Azeka, tena hata kufikiria Makeda. Kisha ikawa hapo walipokuwa wakimbia mbele ya Israeli, hapo walipokuwa katika kuteremkia Beth-horon, ndipo Bwana alipowatupia mawe makubwa kutoka mbinguni juu yao, hata kufikiria Azeka, nao wakafa hao waliokufa kwa kuuawa. Na hayo mawe ya barafu walikuwa ni wengi kuliko hao waliouawa na wana wa Israeli kwa upanga. Tunatafuta kuhani mpaka kuhani aseme. Ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Ayaloni. Haleluya. Nataka sasa uniangalie kwanza hapo tutaendelea. Pamoja na kwamba Mungu ni Mungu wa Israeli, maana yake ni Mungu wa Israeli wote, lakini haimaanishi jua litasimama kwa sababu hao wote ni watu wake. Anatakiwa kuhani aseme jua simama. Anatakiwa kuhani aseme mwezi simama. Yawezekana hapa kanisani tunaomba, lakini anatakiwa kuhani aseme magonjwa yasimame kwako. Yote mabaya yakae kimya kwako. Yasikufuatilie tena. Hicho kitu ambacho nataka kujifunza leo. Haijalishi unaomba kiasi gani, mimi ni kuhani tu. Haleluya. Tuendelee kusoma tuone, je, ni wana wa Israeli walinena wote kwamba jua lisimame? Walinena wote? Nani alisema? Yoshua ni nani? Haleluya. Haleluya. Hebu jipongeze kidogo. Yoshua ni nani? Haleluya. Nitarudia tena mstari wa 12. Nataka tuende taratibu ili unielewe. Ndipo Yoshua akanena. Kumbe sio wana wa Israeli wakanena. Unisikilize hapa. Ndipo Yoshua basi tuweke nani? Tuweke Veronica, si ndio? Sio Veronica. Yaani tuliweka kabisa limekamilika. Ndipo tusome wote, acheni wivu. Ndipo hebu tuanze tusome kama tuliopita chekechea, tukapita Olevo, tukapita wapi Mekwa. Haya, ndipo sio Yoshua, samahani, tunarudia. Ndio katika siku hiyo Bwana aliwatoa Waamori. Sasa hapo kwenye Waamori tunaweka wengine. Sema wapunga pepo. Tunaanza tena. Ndipo Veronica akanena kwa Bwana. Katika siku hiyo ya Bwana aliyowatoa wapunga pepo. Mbele ya nani? Mbele ya ushuhuda. Mbele ya ushuhuda. Akasema mbele ya macho ya ushuhuda. Sasa huyu Veronica akasemaje? Wewe mpunga pepo juu ya
ushuhuda, si ndio? Juu ya simama kimya juu ya ushuhuda. Na wewe mnene kuliko wengine, simama katika utakatifu wa ushuhuda. Na ni kweli baada ya hapo hayo majua na maamuzi yakasimama. Haleluya. Umeona maandiko yanapoleta lazo ukiyasoma kwa namna hiyo. Mstari wa 13 maandiko yanasema hivi, ndipo jua likasimama. Unaona sasa, lakini amesema nani? Amesema nani? Lingesema kanisa inawezekana lisingesimama. Hapa hawakusema Israeli, samahani, hawakusema hiyo. Walisema nani? Walisema Yoshua. Unaona sasa, maana yake kumbe kuna vitu ili vionekane anatakiwa Yoshua aseme. Amen. Yaani ukubali ukatae. Kuna vitu ili vionekane. Wewe nenda tu kistaarabu kwa mama sema. Kwa kweli sema. Haleluya. Amen. Kuna wakati akisema yeye kuna jua la kipepo linaunguza mafanikio yako yanakuwa ukame. Yeye ataliamuru jua hilo la kipepo nyamaza. Kuna mwezi wa kipepo ambao unaachilia mapaya ndani ya familia yako. Yeye atasema simama kimya, ewe mwezi wa kipepo, alafu itatokea hivyo. Lakini sio kwa sababu tu wewe ni mwanaombi basi hiyo, hapana. Kuna wakati kuhani anatakiwa kusema juu yako. Inawezekana umeomba ili upate mafanikio haujayaona, lakini hiyo haimaanishi kwamba hauombi sawa sawa. Unaomba vizuri kabisa, lakini hiyo sio sekta yako. Ni sekta ya kuhani. Ndio maana Mungu akasema waamini hao, maana wakitamka inakuwa, na nimewatia mafuta ya kitofauti. Wao wakinena inakuwa. Nimewaweka kuwa makuhani kiongozi. Haleluya. Ndio maana kuna saa ambayo unaweza ndio ukamwombea mtu, lakini bado ikawa ni shida. Akifika kuhani anafanya jambo lile kuwa rahisi sana, kuwa jepesi. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako, unaelewa sasa? Unaelewa sasa? Haleluya. Taendelea kusoma mpaka huo mstari wa 14. Nitarudi mstari wa 13. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Hayo je, hayakuandikwa ndani ya kitabu cha Yeshaya? Basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, wala halikufanya haraka kuchwa kama muda wa siku nzima. Haleluya. Hapo ni kuhani alisema, ni kuhani amesema. Anasema haikuwapo siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake, wala katika hizo zilizoandama baada yake, hata ikawa yeye Bwana kuisikia sauti ya binadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya nani? Kumbe Mungu alikuwa analenga Israeli kuwapigania, lakini ilibidi kuhani awepo ili awapiganie taifa lake. Haleluya. Maana yake ni kwamba anapaswa kuhani kuwepo ili Mungu akupiganie wewe. Sasa ili Mungu awapiganie taifa la Israeli, anatakiwa kuhani kuwepo, anaitwa Yoshua. Kumbe kuna wakati pamoja na kwamba Mungu ndio anaweza, Mungu anaweza kila kitu, anaweza, lakini kuweza kwake kunatambulishwa na kuhani katikati ya watu, katikati ya mataifa, katika eneo fulani, ili kuweza kwa Mungu kuonekane karibu kabisa na jirani na watu. Katika hali ya udhihirisho anamtafuta kuhani, anamsimamisha katika hilo eneo, au katika huo mtaa, au katika hilo taifa, au katika ulimwengu, ili Mungu ajulikane kwa watu. Anamtumia kuhani amtangaze yeye. Ndio maana akazuia kabisa, akasema msiwadhuru hawa, maana wagusaye igusa mboni ya macho yangu. Sasa ni sawa kwamba umechukua kijiti alafu unamtishia Mungu kwenye macho yake, unasogeza kidogo afu unatoa. Atakachokufanya, Wafalme ile sura ya 17, Wafalme wa kwanza sura ile ya 17, Wafalme wa kwanza sura ya 17. Nataka nikuonyeshe jambo hapo ili uweze kujifunza. Wafalme wa kwanza ile sura ya 17. Twende tuangalie hapo.
mstari ule wa 8 hadi mstari wa 16. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Tuanze kusoma mstari wa 8. Mstari wa 8 na kuendelea mpaka wa 16. Maandiko yanasema, neno la Bwana likamjia kusema, likamjia nani? Elia, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta, hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita, akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, nani? Yule mwanamke. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni 2 ili niye nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuule tukafe. Haleluya. Tuule tukafe. Mwanamke akamjibu Elia. Sasa wakati huo ulikuwa ni wakati ambao kila mmoja anafahamu Elia alifunga mvua, si ndio? Si ndio? Amen. Hebu tuseme mstari wa kwanza ile sura ya 17. Kanisa tusome. Mstari wa kwanza. Unasema? Basi Elia Mtishbi, Ndio. wa wageni wa Gileadi, Ndio. akamwambia Ahabu, Ndio. kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, Ndio. hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Basi ishia hapo. Nilitaka tu ujue ya kwamba kwa nini yule mwanamama ana hali ngumu. Ni kwa sababu kulikuwa na ukame, mvua haikuwepo. Haleluya. Mvua haikuwepo. Kila kitu kilikuwa ni kigumu. Kama ambavyo nyakati za leo pasipo kuwepo kwa mvua au maji, basi inakuwa ni shughuli. Haleluya. Mstari ule wa 13 tuliko ishia pale, tuendelee mstari wa 13. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga, huyu ni Elia anasema, halitapunguka wala ile chupa ya mafuta itaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Sasa hapo utajifunza kitu. Niangalie sasa. Hapo utajifunza kitu kwamba pamoja na mama huyu alikuwa na ukame sana, ana mafuta na unga wa kupikia kwa tripu moja hakuna tena, lakini pamoja na yote alitakiwa kuhani aseme ili yeye asipungukiwe tena. Kuna mtu ananielewa? Huyo mtu alikuwa na kaunga kachache sana. Anasema konzi moja ya unga ikipika safari hii hakuna tena. Sasa Elia ni kuhani. Tunarudi pale pale mpaka kuhani aseme. Yawezekana kuna ukame nyumbani kwako, mfano wa huyu mwanamama. Lakini je, kuna kuhani aliyesema kwa ajili yako ili usipungukiwe? Aliposema Elia, nini kiliendelea? Tuendelee kusoma. Haleluya. Mstari ule wa 15. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia. Yaani yule mwanamke akafanya kama Elia alivyomwambia. Na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Sio tu kakozi kamoja ka siku moja, mlo wa muda mmoja. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha nani? Naona sasa. Lakini bila kuhani kusema, angeendelea kuwa hana kitu. Kuna wakati hauna kitu kwa sababu kuhani hajasema kwa ajili yako, na ni kwa sababu hujajua nini muhimu wa kuhani. Ungejua, ungemwendea kuhani akasema kwa ajili yako, usingepungukiwa kamwe siku zote. Sio kama unanisikiliza. Umepungukiwa kwa sababu haujamwona kuhani aseme kwa ajili yako. Mwambie jirani, umepungukiwa kwa sababu haujamwona kuhani aseme kwa ajili yako. Umeona huyu mwanamama
alikuwa hana ramani kabisa ya kwamba itapata chakula cha kunipeleka mpaka mvua inarudi. Na mvua ilikaa kimya miaka mingapi? Miaka mingapi? Na miezi 6. Hebu wewe jiulize, mfano lakini sio kweli. Tanzania isinyeshe mvua miaka hiyo, unafanyaje? Yaani mpaka masikio yataanza kuona. Maana utakonda. Ukigeuka hivi sikio linaona. Haleluya. Maana yake ni kwamba maandiko yanasema mtu huyu hakupungukiwa mpaka mvua iliporudi. Kwa hiyo kwa huyu mama umaskini uliondoka. Lakini chanzo ni nini? Kuhani alisema. Kuna saa kuhani anaposema maana yake ni kwamba hautapungukiwa. Unapungukiwa kwa sababu unasema mwenyewe. Unapungukiwa kwa sababu kuna watu wanasema ambao sio makuhani wanapaswa kusema kwa ajili yako. Sio kuhani anayepaswa kusema kwa ajili yako. Ndio maana unapungukiwa. Lakini mwanamama huyu alipompata kuhani anayepaswa kusema kwa ajili yake hakupungukiwa. Maandiko yanasema alikula. Tena sio yeye tena mtoto wake, yeye na Elia. Siku nyingi. Haleluya. Unaona hiyo faida ya kuhani? Kuna wakati sio sehemu yako. Lazima umwachie kuhani aseme kwa ajili yako. Kuna vitu vya kuhani juu ya maisha yako. Anapopaswa kusema kuhani kwa ajili yako. Haleluya. Haleluya. Anapaswa kusema kuhani kwa ajili yako ndipo ufanikiwe. Twende Wafalme wa Pili ile sura ya 4. Wafalme wa Pili sura ya 4. Nitasoma hapo mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 7. Mstari wa kwanza hadi wa 7. Mstari wa kwanza hadi wa 7. Wafalme wa Pili sura ya 4. Twende tu haraka ili nikamalize. Wafalme wa Pili ile sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 7. Haleluya. Nataka pia nikuonyeshe jambo hapo ya kwamba mpaka kuhani aseme. Kuna vitu ambavyo anapaswa kuhani kusema ndipo viweze kufanikiwa kwako. Yaani ukubali ukatae, hilo ni jibu. Kwa sababu ndivyo ilivyo. Na isingekuwa sababu Mungu asingewaweka. Kwa hiyo Mungu amewaweka kwa sababu kuna vitu ambavyo ameviwekeza ndani yao kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo wanaposema tunafunguka, wanaposema tunafanikiwa. Tuanze kusoma mstari wa kwanza, Wafalme wa Pili sura ya 4. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa nani? Nafikiri nilimtolea mfano muda fulani uliopita. Amen. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa alimlilia nani? Elisha. Akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, ambaye sasa ndiye alikuwa miongoni mwa wana wa manabii. Yule mume wake amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Yaani mume wangu mimi alikuwa mcha Bwana. Yaani ni nabii. Na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Kuna mtu mmoja ambaye aliwakopesha hii familia. Sasa anataka akajichukulie watoto. Kama ile nanili bondi. Unaiweka familia bondi. Utakapolipa ndio kuichukua. Sasa anataka kwenda kuchukua pale. Sasa huyu mwanamama anamwambia nani? Anamwambia Elisha. Anamwambia, unajua kabisa mume wangu alikuwa ni nani? Miongoni mwa wana wa manabii. Sasa alikuweko mume wa huyu mama, alikuwa naye miongoni mwa wana wa manabii. Sasa hebu jiulize, maana yake hii familia hii inamcha Mungu ya huyu mama vizuri kabisa. Lakini pamoja na kwamba inamcha Mungu, ina madeni. Nataka ujifunze kitu ya kwamba mpaka kuhani aseme. Haijalishi unamcha Mungu wewe na nyumba yako, lakini kuna vitu ambavyo vinahitaji kuhani aseme ili mfanikiwe wewe na familia yako. Tusome mstari unaofuata. Mstari ule wa 2. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, nani huyo mwanamke?
mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Unaona sasa haya mahojiano kati ya kuhani na huyu aliyekuwa mke wa mmoja wa wana wa manabii. Haleluya. Je, ana shida gani huyu mwanamama? Tutafahamu. Anasema mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Mstari wa 3 akasema, nani akasema? Elisha, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Yaani nenda ukaombe. Maana nataka sasa, kwa mimi ni kuhani, nimefika kwako na wewe pamoja ni wa familia ya ukoo wa wana manabii, lakini bado kuna vitu vinahitaji mimi wewe mama nisikilize. Nenda kwa majirani ukawaombe vyombo vingi vitupu, usitake vichache, taka vingi, alafu ulete. Si kuhani imefika nitasema, maana hivi vitu vilikuwa vinahitaji mpaka kuhani aseme. Naeleweka? Haleluya. Mstari ule wa 4, kisha uingie ndani baada ya kupata vile vyombo, ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia, maana akaachana na Elisha, akajifungia mlango yeye na wanao hao. Wakamletea vile vyombo, ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Mwanawe sasa akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, maana akamwambia Elisha, naye akasema, maana Elisha akamwambia akasema, enenda ukayauze mafuta haya uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto. Haleluya. Amina. Sasa yale mafuta kidogo aliyokuwa nayo huyu mwanamama aliyokuwa nayo, kuna neno alisema kuhani kila alipokuwa akimimina yule mama, kama ni kwenye pipa akimimina kale kachupa akaishi mpaka pipa linajaa, anahama tena kwenye chombo kingine anamimina akaishi. Maana kuhani anasema yasiishe mpaka vyombo vyote alivyopata huyu mama vijana. Yawezekana kachupa kalikuwa kadogo sana kama kakuimini kale, lakini kila akinamisha hivi pipa linajaa, kwa sababu kuhani anasema akimimina tena aseme nyingine linajaa. Lakini vyombo vilipoisha tu ndipo yakaisha kwenye kale kachupa tu. Sasa hiyo ni nguvu ya neno la kuhani. Kuna wakati kuhani akisema hata kwenye jambo dogo linakuwa kubwa. Tunaona Elia akasema kwa yule mwanamama, wakala siku nyingi mpaka mvua iliporejea juu ya nchi. Lakini huyu mwanamama aliyekuwa miongoni mwa wale watu wa wana manabii aliolewa kule, bado na yeye alikutana na kuhani aliyesema anaitwa Elisha kwa ajili yake. Kuna wakati lazima utambue, ili upate wingi wa kitu mpaka kuhani aseme, ili usikae na njaa uwe na chakula siku nyingi mpaka kuhani aseme. Kuna wakati utaomba ndio, lakini kuna sehemu mpaka kuhani aseme. Kuna maeneo mpaka kuhani ayaguse ayaseme, yani yeye ndio aseme, ndipo uone mafanikio. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu mmoja alikuwa ni jemadari, sio jemedari, jemadari. Alikuwa anaitwa Naama. Pamoja na kwamba ni akida wa kikosi au kiongozi wa kikosi cha jeshi la Sham, lakini bado ana nini? Ukoma. Yaani haijalishi unacheo gani, lakini bado kuna kitu ambacho kinamhitaji kuhani aseme. Nenda kajichoge mara 7 kwenye mto Yordani nao utapo. Haleluya. Haijalishi wewe ni nani, unacheo gani. Hebu tusome kidogo andiko la mwisho na kisha tumalize. Tusome andiko hilo la mwisho, nenda sura ile ya 5. Wafalme wa pili, hapo tulikokuwa, nenda sura inayofuata ya 5. Tusome tu haraka haraka na baada ya hapo itamaliza. Wafalme wa pili ile sura ya 5. Kuanzia mstari wa kwanza tusome tu mpaka wa 14 pale. Tuone nini kilitokea. Pamoja na huyu mtu alikuwa ni jemadari, maana ya kiongozi wa kikosi cha vita, lakini bado alikuwa ni mgonjwa. Haijalishi, yawezekana kuna
bosi wa kampuni yako, wa kiwanda chako unapofanya kazi, lakini pamoja na kwamba yeye ni bosi, ila bado anamhitaji kuhani, anamhitaji wewe kuhani useme. Haijalishi na fedha yake. Kwa hiyo haijalishi mtu huyu alikuwa ni mtu maarufu, ni mtu anayeogopwa, ni mtu mwenye sifa, lakini bado alimhitaji Elisha. Kuna wakati fedha ya mtu haifanyi kitu, umaarufu wa mtu haufanyi kitu, ila kuhani aseme kwa ajili yake. Si kama naeleweka? Amen. Sasa haijalishi wewe ni mamsa kiasi gani, ni kiongozi wa majeshi ya vita, hakuna mpaka kuhani aseme kwa ajili yako. Amen. Haleluya. Amen. Naona sasa, hebu tusome hapa ili upate kuelewa ninachozungumzia. Basi Naamani, jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Unaona sasa, alikuwa ni mtu mwenye heshima mbele ya mfalme, mwenye heshima kubwa sana, lakini ana ukoma mwili mzima. Ni mkoma huyu. Haleluya. Anasema na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa ni mwenye nini? Sasa hayo mengine huko hayana maana. Ukiweka lakini tu, huko kwingine hakuna maana. Yaani alikuwa ni hivi, alikuwa ni hivi, alikuwa ni hivi, alikuwa ni... Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninawafundisha neno la leo, linasema neno la leo. Lakini baada ya hapo, lakini mimi sijui, tuendelee. Haleluya. Hebu turudie tena. Alikuwa na sifa nyingi mtu, lakini basi Naamani jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Aisee. Haijalishi ni nani. Nasema na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana, kumbe ni Bwana kabisa wa majeshi alimtumia huyu mtu huyu alimtumia, si ndio? Alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita. Haya yote ya kwa, lakini alikuwa mwenye nini? Hapo sasa hamna kitu. Alikuwa ni mwenye ukoma. Nini kiliendelea? Yaani pamoja na kwamba huyu mtu ana sifa hizi zote, lakini bado ni mwenye ukoma. Pamoja na kwamba huyu mtu ana sifa hizi zote, upepo kabisa. Haleluya. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Kuna mtu mmoja tu akamdokeza, kumwambia yaani wewe ungekuwa pamoja na yule kuhani anaitwa Elisha, akasema kwa ajili yako, ungepona ukoma wako. Haleluya. Ungepona nini? Ungepona. Mstari ule wa 4, mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua miongoni mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Wanatafuta sasa namna gani watapata karibu na Israeli, ili wapate yule nabii aliyeko Samaria. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Yule mtu aliyekuwa maarufu sasa, wanamtafuta kuhani aseme kwa ajili yake. Haijalishi wewe ni nani, lakini bado utatakiwa kumpata kuhani aseme kwa ajili yako. Haleluya. Haleluya. Tuendelea kusoma mstari
wa 7. Ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka, alirarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu? Mimi ni Mungu niue na kuhuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihi, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nao. Mfalme huyu akasema, sasa haya ni majaribu, mimi nawezea wapi kupona? Kumbe anayetafutwa ni mtu fulani, ni kuhani. Lakini mfalme hakuelewa mapema, akajua ni yeye atakuwa kufanya hiyo kazi. Haleluya! Kwa sababu tu mtu wa Israeli amewapa siri ya kwamba kule Bwana huwa kuna makuhani wanasema haya maukoma ya hili yanaondoka. Sasa mfalme wa Shamu akaandika waraka, yaani barua fulani, akamtumia mfalme wa Israeli, kwa sababu kulikuwa na mtumwa mmoja wa Israeli aliyekuwa mjakazi wa mke wa Naamani. Haleluya! Kama unasoma unaelewa vizuri. Sasa alipotoa ile siri, ndio maana ukisoma hapo juu nasema yule mtu wa Israeli asema hivi na hivi. Mstari ule wa 4, mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Haleluya! Kwamba kule kuna makuhani wanaosema na mtu anapata kupona. Mstari ule wa 8, ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Umeona eh? Nabii ndio akamwambia mfalme wa Israeli, kwa nini unajipa taabu? Kwa sababu mfalme wa Israeli aliona ya kwamba kama amepewa cheo cha Mungu na washa, akaona hapana, sitaki kufanana na Mungu, acha niomboleze. Sasa alichoshangaa Elisha akamwambia, wale haina haja ya kurarua mavazi yako, si wanataka kuhani aseme kwa ajili ya ukoma? Mtume kwangu, mimi namaliza hiyo biashara. Sasa hapa nataka kujifunza jambo. Sio kwa sababu hawa ni Israeli pamoja na mfalme wao, yaani hawa watu ni watakatifu, ni taifa la Israeli, lakini bado kuna kuhani mmoja tu. Ndio maana ninachomaanisha sio kwa sababu hili ni kanisa, basi kila mmoja atasema kuna kuhani anatafutwa kati ya Israeli ili aseme aliwakilishe taifa la Israeli. Haleluya! Kuna anayetakiwa kusema aliwakilishe kanisa la Ushuhuda. Si kama naeleweka? Sasa akapatikana anaitwa Elisha. Unaielewa vizuri hii habari? Haleluya! Tuendelee kusoma mstari ule wa 9. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe, yani akamtumia mjumbe, akamtumia Naamani akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7. Yaani ujisugue kweli kweli, uenda hata unanuka pamoja na baba, wewe ni kiongozi. Haya, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi na salama. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuiponya mimi mwenye ukoma. Sasa masuala ya kwanza kuagizana tena, eti nenda Yordani ukaoge mara 7. Mimi mtu mzima mheshimiwa, inawezekanaje? Jamani, kakataa. Yaani mimi na utuzima huu na uheshimiwa huu, eti niende Yordani chupi ya kwanza nitoke, ya pili, ya tatu, mara 7. Akasema hamna, huyu mtumishi anao kufanya mimi kwa mtumwa. Hajio kwa mimi mheshimiwa ase. Kwa mfano, mimi ndiye kiongozi wake wa majeshi yote. Tena sienda peke yangu. Amekuja ile kwa sifa. Ingekuwa ndo leo sasa. Ndo leo. Anakuja tu na magari yake mengi kweli na wajakazi wake, amepaki magari, ametoka hapa mpaka Ibadakuli. Alafu eti tunatoka sisi wanamwambia ase, acha mambo ya magari na huo msururu, nenda pale barabarani vua nguo zote, Bwana atakurehemu. Lazima arudi hatafanya. Haleluya!
Aligoma huyu. Alafu na huo mto aliyoambiwa mto Yordani uko katika eneo la Israeli. Sio huko kwao. Tuendelee kusoma. Inawezekana unielewe. Haleluya. Inawezekana sio wewe unasoma. Inawezekana hata usomaji maandiko kabisa. Usomaji. Haleluya. Mstari wa 12. Je, Abana na Faripara. Hii ni mito ambayo Naamani anahitaji. Kwa sababu amelenga tu mto Yordani ambao uko Israeli. Sasa nataka nikuonyeshe kitu. Huyu mtu alikuwa hataki kabisa kugusana na kitu chochote cha Israeli. Iwe ni mto, iwe ni chochote. Ndio maana kuna Israeli mmoja aliyemfanya mtumwa wa mke wake. Si kama naeleweka. Anasema, je, Abana na Faripara, mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Hao ndio wale wenye shingo ngumu katika ulimwengu wa sasa. Nenda kafanye hiki, hataki. Omba hivi, hataki. Acha hiki, asikii. Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Ndio hao wanaoonywa acheni uzinzi, wanapata hasira. Watumishi wake wakamkaribia nani? Naamani. Wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii yeye anamnyenyekea kweli, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalilitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Wanamsihi. Ndipo akashuka sasa, akaacha ugosi, akajichovya mara 7 katika Yordani, sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Naongea na watu au naongea na waliolala? Tusome kanisa mstari wa 14. 1, 2, 3. Ndio. Ndipo akashuka akajichovya mara. Tusome tena. Hapa namsikia mama wangu tu. Wengine hawa wanahitaji neema. 1, 2, 3. Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani. Ndio. Sawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Lakini kuwa kwake safi ni kwa sababu kuhani msema. Amen. Haleluya. Kumbe tunajifunza kwamba kuna wakati, haijalishi wewe ni nani katika jamii, haijalishi wewe ni nani kwenye familia yako, haijalishi wewe ni nani kwa watu wanaokuzunguka, lakini hautaweza mpaka kuhani msema kwa ajili yako. Kwa hiyo hata kwa huyu haijalishi yeye alikuwa ni nani, ni kiongozi. Ujue kwa wakati kama huo, mtu aliyeongoza majeshi ni sawa na leo mtu aliyeongoza majeshi yote ya Tanzania. Huyo ni mtu anayeheshimika sana hata mbele ya rais. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye kuheshimika sana. Lakini pamoja na yote tena, Elisha sasa alipo na dharau za kimungu, lakini akamwambia mfalme, wewe usinarudi mavazi bwana, rudi kwenye hali yako ya kawaida, kaenjoy maisha. Mwambie huyo mtu aje huko, sasa mpona, alafu nitamwelekeza katika Yordani aende pale. Kwa hiyo ukija kwa mama tunakwambia wanakuvuka. Sisi makwani tunakwambia nenda madhabahuni katubu, nenda madhabahuni kaombe, na Bwana akusikie. Sasa hii ndio Yordani. Unapokanyaga hapa, maana ni kwamba ukomo unaondoka, mabaya yanaondoka. Lakini sio kwa sababu tu ni Yordani. Kuhani amesema. Haleluya. Kuhani amefanyaje? Amesema. Kuhani amesema. Kwa hiyo sio kila kitu kinawezekana kwa sababu unaomba. Kuna vitu ambavyo vinahitaji kuhani asema, ndipo uweze kufanikiwa. Haleluya. Hapo ndipo utaweza kufanikiwa, lakini sio kila jambo litawezekana. Hapana, kuna wakati mpaka kuhani asema. Kuomba kwako ni kusudi kabisa, kwa sababu mengi utayaona pia katika maombi yako, lakini kuna maeneo ambayo hayakuhitaji wewe, yanahitaji kuhani asema. Haleluya. Yanahitaji kuhani asema. Kwa faida yako, ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, nimekuja kuliongelea hilo andiko mstari wa 1 mpaka wa 10 kwa habari ya yule kiwete
Matendo sura ya 3 mstari wa kwanza na wa 10 au hadi wa 10. Lakini pia Matendo hiyo ya Mitume sura ile ya 9, sura ya 9 mstari wa 32 hadi mstari wa 42. Ukisoma pale utaona kwa habari ya Ainea na Dorcas. Matendo 9 mstari 32 hadi 42. Matendo ya Mitume pia sura ile ya 14 mstari wa 8 hadi wa 10. Utaona pia kuna mtu mmoja hapa alikuwa ni kiwete, naye toka kuzaliwa akapona. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 8 hadi wa 10. Haleluya. Sio kila mahali kwa sababu unaomba basi kila jambo liende lifanikiwe. Hapana. Kuna baadhi ya mambo au mengi kati ya hayo yanahitaji kuhani aseme ndipo yafanikiwe. Na kuna maeneo katika kuishi kwako, hayo maeneo yanahitaji kuhani aseme ndipo ukione kile ambacho unakitaka, sio wewe useme, kuhani aseme. Haleluya. Kwa hiyo omba kwa bidii, lakini kumbuka kuna mambo au kuna maeneo anapaswa kuhani kusema. Naongea na mtu. Haleluya. Haleluya. Aliyenielewa punge mkono na aliyenielewa. Ubarikiwe. Ubarikiwe. Haleluya. Mimi niishia hapo, sina mengi kubwa nielewe. Amen. Kazi ni kwako kwenda kufanyia kazi ujumbe huo na kusimama kuweka heshima kubwa kwa makuhani na kutambua uwepo wao na thamani yao, kwamba kumbe kuna vitu ambavyo vinatakiwa makuhani waseme ndipo nifanikiwe. Haleluya. Sio kujiendea tu, kuna vitu vinahitaji makuhani waseme ili uweze kufanikiwa na uweze kuviona. Tumeona wazi kwenye Biblia, na uzuri Biblia imekuonyesha wazi ya kwamba kumbe kuna mambo kuhani anatakiwa kusema ndipo apate kufanikiwa.